Pamekuwa na maneno mengi ambayo yanazungumzwa. Watu wengi wanazungumza kutokana na save ambayo Djigui Diarra alifanya katika mchezo dhidi ya Mbeya City. Lakini tukumbuke tu mchezaji bora wa mwezi, kuna wachezaji kama kina Paul Peter Kasunda ambaye amefunga mabao mawili mpaka sasa hivi kwenye michezo mitatu aliyocheza. Kuna mchezaji kama Roshan De Reuck ambaye katika michezo miwili ambayo amecheza yote amefunga. Kwa hiyo inakuonyesha ni kwa namna gani amekuwa na nyakati nzuri, pamoja na kwamba yeye yupo kwenye nafasi ya kuzuia, lakini pia ameweza kuisaidia timu yake kufunga. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kwenye engo ya mchezaji bora, hii ni sehemu ambayo inafikirisha, kwa sababu huwezi kumuita mchezaji kama Trabi alafu kumweka mchezaji kama Mohamed Bakari, wakati huo unaniambia Paul Peter na Roshan De Reuck hawadeserve kuingia kwenye top 3. Djigui Diarra, tukiache hiyo save ambayo amefanya dhidi ya Mbeya City, sidhani kama ana nafasi kubwa ama ana moments kubwa ambazo ameifanya, sababu hata ukirejelea kwenye mchezo wao wa kwanza dhidi ya Pamba Jiji hawakuwa na on target. Sasa mlinda mlango ambaye amecheza dakika 180, kwenye hizo dakika 180, dakika 90 hajafanya save yoyote ile, alafu anakuja kuwa mchezaji bora wa mwezi, wakati kuna wachezaji kama kina Paul Peter, kina Roshan De Reuck ambao wamesaidia timu zao kupata matokeo kwa kiasi kikubwa sana, wanashinda kuingia top 3. Hii nadhani wameweka kwa ajili ya kubalance. Kwa kwangu mimi sidhani kama Djigui Diarra alideserve kupata hiki alichokipata. Si discredit uwezo wake ambao amekuwa nao. Ni moja ya magolikipa bora, na naweza nikasema katika magolikipa bora wa muda wote wale kuja nchini Tanzania kutoka nje ya nchi, basi Djigui Diarra ana deserve kuwa namba 1. Lakini kwenye hii tuzo ya mchezaji bora wa mwezi kidogo kwangu mimi naona napata kigugumizi.